mwana wa Adamu, ajuaye ni Mungu peke yake. Kumbe hii inatupa sisi sote, inatufundisha sisi sote kuwa na imani ya kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Alikuja duniani, akazaliwa, akafa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akafa, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni. Iko siku atarudi tena kulichukua kanisa lake. Kwa wale wote wanaomwamini kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, iko siku Yesu atarudi. Na tena kila dalili na kila ishara alizozitaja zote zimeshaonekana na zote ziko dhahiri. Saa ya kurudi Yesu Kristo ikaribu. Yesu anarudi mara. Kumbe hii inatupa imani, inatupa ujasiri, inatupa tumaini kwamba sisi tuliookoka tunaomwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu atarudi mara. Tujiandae. Lakini pia hii inaonyesha kwamba tudumu katika kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, bila kufuata, bila kushawishiwa na imani zingine ambazo zinaweza kutudanganya kuwa angalia Yesu anarudi kesho. Yesu nimeshaoteshwa, nimeshaonyeshwa Yesu anarudi kesho. Hapana. Yesu atarudi wakati wowote. Ni saa ngapi? Yesu hajasema hivyo. Kwa hiyo pia hii inatutia moyo, inatutia ujasiri kwamba tuendelee kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya uadilifu, maisha ya toba wakati wote. Kwa maana kwamba Yesu anaweza kurudi wakati wowote. Anaweza kurudi wakati wowote. Inaweza kawa saa hii, inaweza kawa ni mchana, inaweza kawa ni jioni, inaweza kawa ni usiku, inaweza kawa ni kesho asubuhi, inaweza kawa kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi ujao, mwaka ujao, miaka ijao. Wakati wowote Yesu anarudi. Cha msingi sisi tujiandae wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia Yesu alitoa tahadhari. Akasema hivi, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Watu walikuwa wakila vinono, wakijichana, wakiburudika, wakila vyakula vizuri. Watu walikuwa wanakunywa, wanalewa. Watu walikuwa wanaoa na kuolewa. Wanaoa asubuhi, wanaoa mchana, wanaoa alasiri, wanaoa jioni, wanaoa usiku, wanaoa usiku wa manane, wanaoa alfajiri. Walikuwa katika starehe. Ghafla gharika ikawafunika wote. Ndivyo Yesu anasema kwamba ndivyo kuja kwa mwana wa Adamu kutakavyokuwa. Watu watakuwa wanaendelea na shughuli zao, watakuwa wanaendelea na mambo yao, watakuwa wakila na kunywa kabisa kama ilivyo leo. Watu wanakunywa na kulewa kana kwamba Yesu harudi. Nikwambie hivi, wewe unayekunywa, unaelewa, jua Yesu anarudi. Yesu anarudi. Hata kama ukiendelea kunywa na kulewa, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Si muda mrefu Yesu anarudi. Wapo wengine wanaooa na kuolewa, wanaoa bila utaratibu, wanaolewa bila utaratibu. Wamewavamia vijana wetu, watoto wetu, mama mazima, na wa vijana wadogo miaka 19, miaka 20, wanavamia mama. Niwaambie, Yesu anarudi. Endelea kujipitisha tu. Endelea kujipitisha tu. Endelea kujiremba. Sio kwamba kujiremba ni dhambi. Endelea kujiremba tu. Endelea kufanya kila aina. Lakini Yesu anarudi. Na huo ndio ujumbe wa leo, kwamba endelea kufanya kile ufanyacho. Yesu anarudi. Unayeoa, unaolewa leo, unaolewa asubuhi, unaachika. Unaolewa mchana, unaachika. Unaolewa jioni, unaachika. Unaolewa usiku, asubuhi, unaachika. Yesu anarudi. Na wewe
kijana wangu, mzee wangu, unayependa kusumbua wake za watu, unaoa asubuhi unaacha, unaoa mchana unaacha, unaoa jioni unaacha, unaoa usiku unaacha, Yesu anarudi.